niwapongeze sana wananchi wa Kwipipa, niwapongeze sana wananchi wa Rubeho, niwapongeze sana wananchi wa Gairo kwa kupata mradi huu mkubwa wa shilingi bilioni 1,622,000 ambao umetujengea majengo yote haya mnayoyaona. Sehemu hii imejengwa, ni shule ya tofauti kabisa na shule nyingine. Shule hii tunaiita ni shule ya amali, na amali yenyewe ni amali ya uhandisi. Vijana hawa watakapomaliza kidato cha 4, hawa watakuwa tayari wana elimu ya kuanza uinjinia. Niwapongeze sana wana Kwipipa kwa ardhi hii mlioitoa ili kuwezesha ujenzi wa shule hii. Shule hii haitasomesha watoto wa Gairo peke yake. Shule hii itasomesha Watanzania. Kwa hiyo wana Kwipipa, mmechangia, mmetoa mchango mkubwa sana kwa ajili ya maendeleo ya taifa letu. Ombi langu kwenu vijana, tunzeni miundombinu hii. Fedha iliyotumika ni fedha nyingi sana. Nitasikitika sana siku nikipita hapa, na mjua hapa mko njiani, mara yoyote naweza kuingia hapa, nikikuta vioo vya majengo haya. Fikirieni miaka 10, miaka 20 ijayo, mtakapokuwa na umri mkubwa, mtakapokuwa mainjinia, mje tena hapa mkute watoto wadogo, vijana kama ninyi wako hapa wakisoma kidato cha kwanza na miundombinu hii ikiwa inawasaidia. Kwa hiyo jitahidini sana kutunza miundombinu hii. Leo hii nimefanya ziara kwenye wilaya hii ya Gairo na nimetembelea miradi na kuweka mawe ya msingi kwenye miradi yenye jumla ya shilingi bilioni 2,776,000. Fedha hizi ni kidogo kwenye fedha nyingi ambazo Mheshimiwa Rais ameweka. Ningeweza kutembelea miradi mingi zaidi, ningekuwa na siku nyingi zaidi za kuwa hapa. Tumesikia hapa kupitia Mheshimiwa mbunge, tumesikia hapa kupitia Mheshimiwa mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi, tumesikia hapa kupitia kwa mkuu wetu wa wilaya kwamba fedha kiasi cha bilioni 100 kimeletwa hapa ndani ya uongozi, ndani ya kipindi cha uongozi wa Mama Samia Suluhu Hassan. Kwa hiyo tuna haja ya kuishukuru na kuipongeza na kuendelea kuiombea serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ili tuweze kuleta maendeleo zaidi. Nilikuwa nanong'ona hapa na Mheshimiwa mkuu wa wilaya akiniambia kwamba tayari tunavyoongea hapa kuna mradi wa kujenga soko la mazao kama lile soko lililoko pale Kibaigwa. Mradi huu utaanza hivi karibuni. Mradi huu mkataba wake tayari uko kwa mwanasheria mkuu wa serikali ili aupitishe, kazi ile ianze. Hii nimeiongezea kwa sababu Mheshimiwa mbunge hapa alizungumza kwamba wana Kwipipa, wana Rubeho, wana Gairo ni wachapakazi kweli kweli. Maana yake tunapoleta soko la mazao tuna uhakika wa tunachozalisha kwenda kwa walaji. Kwa hiyo wana Kwipipa, wana Rubeho, tuendelee kuchapa kazi, na kazi hizo mazao tutakayozalisha tuna uhakika wa kupata soko. Niwatakie kila la heri. Naomba shughuli yoyote ya maendeleo inapokuja kwenu, wana Kwipipa, wana Rubeho, wana Gairo, muwe tayari kusaidiana na serikali kwa ajili ya maendeleo ya nchi yetu.